Msukosuko wa kidiplomasia wazidi kuchacha kufuatia kuteswa kwa wanaharakati Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire nchini Tanzania. Hujambo na karibu kwa taarifa yetu ya Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Mvutano wa kidiplomasia unazidi kushika kasi katika eneo la Afrika Mashariki. Ni baada ya wanaharakati mashuhuri Boniface Mwangi kutoka Kenya na wakili Agatha Atuhaire wa Uganda kudaiwa kukamatwa na kuteswa na maafisa wa usalama wa Tanzania. Tukio hilo limezua taharuki kubwa, huku mashirika ya haki za binadamu, viongozi wa kisiasa na wanaharakati wa kimataifa wakitaka hatua za dharura kuchukuliwa dhidi ya serikali ya Tanzania. Mwangi na Atuhaire walikuwa sehemu ya ujumbe maalum uliosafiri hadi Tanzania kumuunga mkono mwanasiasa upinzani Tundu Lissu anayekabiliwa na mashtaka ya uhaini. Hata kabla ya kufika mbali, baadhi ya wajumbe waliokuwa kwenye msafara huo, akiwemo kiongozi wa kisiasa wa Kenya Martha Karua na jaji mkuu wa zamani Willy Mutunga, walizuiliwa kuingia nchini humo na kupelekwa kwa nguvu nje ya mipaka. Kwa walioruhusiwa kuingia, hali hii ilikuwa mbaya zaidi, kwani walikamatwa wakahojiwa kwa muda mrefu na kudaiwa kufanyiwa vitendo vya kinyama na kudhalilishwa. Na wakati serikali ya Tanzania haijatoa kauli rasmi kuhusu tuhuma hizo nzito, ukimya wake unaendelea kutafsiriwa kama ishara ya kuwepo kwa mpango mahususi wa kuwakandamiza wale wanaonekana kuwa wakosoaji wa utawala uliopo madarakani. Hali imeibua hofu ya kurejea kwa enzi utawala wa kiimla, na ni jambo ambalo limeibua hisia kali ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mchungaji mashuhuri wa kimataifa ambaye amewahi kuhudumu nchini Kenya kwa muda mrefu katika juhudi za kupigania haki za binadamu, ametoa wito kwa serikali ya Ireland kusitisha msaada wote usio wa kibinadamu kwa Tanzania. Amedokeza kuwa ni kinaya kuendelea kutoa misaada kwa serikali inayokiuka haki za msingi za raia wake na wageni wanaoingia nchini humo kwa nia ya amani. Mashirika ya kiraia na mitandao ya haki za binadamu yameongeza presha kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki ama ukipenda EAC kuingilia kati na kushinikiza uchunguzi huru na wazi kuhusu matukio hayo. Wameitaka jumuiya hiyo kuchukua msimamo mkali ili kuzuia kuporomoka kwa misingi ya demokrasia na uhuru wa kujieleza katika nchi hiyo. Na katika jiji la Nairobi, Mwangi na Atuhaire wameanza kueleza hadharani masaibu walioyapitia, na ni maelezo ambayo yameshtua wengi na kutoa mwanga kuhusu mwenendo unaotishia uhuru wa watetezi wa haki na wanasiasa wa upinzani. Kauli zao zimeibua mijadala mikali kuhusu nafasi ya serikali za Afrika Mashariki katika kulinda uhuru wa kiraia. Kwa sasa hali ya wasiwasi inazidi kuongezeka, huku mashinikizo ya kimataifa yakiongezeka kwa serikali ya Tanzania kutoa majibu. Uamuzi wa kimataifa kuhusu hatma ya uhusiano wa kidiplomasia na nchi hiyo huenda ukabadilika iwapo hatua za wazi hazitachukuliwa mara moja.